sema ameamua kali mtu wa ukaribu na uulize swali. Kwa miaka mingapi? 24 mjukuu wangu. Sasa mimi na mjukuu wangu hapa tunatembea pamoja. Hivi Herman, hivi mnafikiri Herman hata kama akiwa mtundu mtukutu atafanya mambo yake tukiwa pamoja? Kwa nini? Kwa sababu yuko pamoja naye na ananiheshimu. Kwa hiyo wengi ambao wanapata matatizo makubwa kukae ni kwa sababu Mungu yuko mbali nao. They don't feel him. Lakini ukiwa mtu anaomba na mfili Mungu, huwezi ukasema neno la kijinga likatoka mdomoni kwa sababu Mungu yuko hapa na wewe anasikia, unataka asikie, unataka kuelimisha. You don't want to look stupid. Sana tabia zenu za ujinga wa zamani. Hutaki uonekane hivyo. Kwa hiyo unataka kila wakati ukuje kama ni baba yako au mwalimu wako, uone vizuri kama mchungaji wako, uone vizuri. Huwezi kusema mambo yako kufanya mambo yako bila watu. Kwa hiyo maana yake mtu anapokuwa amekata shauri na anapokuwa anatembea na Mungu katika safari yake, anajenga kitu tunachokiita uchaji wa Mungu. Kumcha Mungu ni kuwa na hofu takatifu. Fear of God. Sio hofu ya muogopa kwa sababu ya jambo baya, hapana, lakini kumheshimu kwa maana hiyo. Kwa kufuta mtu anaitwa huyu ni mcha Mungu, hata awe peke yake kama Yusufu. Atasema kwa sababu kwa mimi nifanya mbaya kwa namna hii ni mkose Mungu, sisi kumtenda dhambi Mungu. Kwa nini nataka kusema ni nini? Ni kwamba kama ungeniuliza leo kama mchungaji, kweli unasema 50 kwamba upata majaribu yapo, na usijaribiwe sana imani yako. Lazima ujaribiwe, na yako majaribu ya kawaida na yako majaribu magumu, lakini ukiwa uweponi kwa Mungu na confidence, una uhakika, una ujasiri kwa kusema hapana, kwa sababu unajua baba yako mwenyewe anayekuwezesha pale. Na unapokuwa na kutembea naye namna hiyo, hata watu wa nje wataona kwamba huyu mtu anamcha. Ayubu alisifiwa na Mungu kuwa mtu mkamilifu, sio kwa sababu alikuwa sio mwanadamu, lakini kwa sababu alijua siri hiyo akatembea. Kwa hiyo Paulo anapoandika kwa Timotheo na kumwambia awe kielelezo, kwa sababu yeye ni kiongozi